Nakushukuru Naibu Spika. Na mimi nilitoa mchango wangu kwenye kamati yetu ya PAC ambayo mimi pia ni mjumbe. Nieleze masikitiko yangu na masikitiko ya kamati kwa utendaji usioridhisha wa TRA. Mwenyekiti amewasilisha vizuri sana na mimi nitaeleza. Pamoja na mambo mengine nitaeleza moja kati ya changamoto ambazo tulielezwa. TRA imekuwa na ufuatiliaji hafifu wa madeni ya kikodi. TRA kutofanyika kwa mapitio ya kina ya miamala ya fedha ya makampuni mbalimbali ya kimataifa. Ina dosari katika ukusanyaji wa makusanyo ya kodi katika viwanja vya ndege. TRA kutowasilisha kwa wakati mapato inayokusanya kwa niaba ya taasisi nyingine. TRA ina ucheleweshaji usiokuwa na tija wa maamuzi ya rufaa ya kikodi. Uwepo wa madeni ya kikodi ya muda mrefu yasiyokusanywa. Huo ni mfano wa uozo mwingi ulioko TRA. Huo ni mfano wa changamoto TRA inayosababishia watu wengine. TRA inavyoshindwa kukusanya kodi, inatengeneza msururu wa kuleta changamoto kwa wananchi wadogo wadogo ambao wamekuwa wakiteswa na kukamatwa kwa ajili ya kulipa, kwa ajili ya kuchangia michango mbalimbali. Utaambiwa michango ya zahanati, michango ya shule, michango ya shule za kata, shule za misingi, watoto wanakaa chini kwa sababu ya watu wazembe ambao wako TRA. Sina uhakika kama ile ni makusudi, kama ile ni bahati mbaya au ni makusudi. Kwa sababu kama tunaweza tukaajiri watu ambao tunadhani hawana uwezo, maana yake hatutaki kusanya hela ya kutosha na tunazidi kuwaletea changamoto wananchi wetu wa chini. Sasa katika auditing query za CAG kwa mwaka 2017-18 ameonyesha kuna zaidi ya bilioni 974 kitengo cha kusanya kodi za ndani, yani Domestic Revenue Department. Kulikuwa na dosari, alioji CAG alioji wapi kilipo kiwango cha zaidi ya bilioni 679, na TRA waliweza kuverify kiasi cha bilioni 56 tu. Lakini kwa walipa kodi wakubwa, large taxpayers, CAG alioji kiwango cha bilioni 607, ikiwa ni pamoja na US dola milioni 24 ambao ni sawa kama na milioni 500 plus. Hizi ukiziweka pamoja unapata kiwango cha shilingi bilioni 974 kama nilivyokwisha eleza awali. Hizo hela zote zimekuwa zinaojiwa kwa mwaka 2017-18. Hizo hela ongeziweka pamoja kwa kiwango cha kujenga zahanati moja kwa shilingi milioni 244 ingejenga zaidi ya zahanati 3600 plus. Tutakuwa hapa tunasema wanawake wanakufa kwa kujifungua, watoto wanakaa chini, watoto wanapata mimba kwa kutembea umbali mrefu kufuata elimu katika maeneo kadha wa kadha. Kumbe tunawasababishia sisi changamoto kwa kuweka taasisi, kwa kuweka watu katika taasisi wasioweza kukusanya kodi kutosha. Lakini wakati pengine hawa watu sio kwamba wana uwezo wa sifa au inafanywa makusudi. Mheshimiwa Anatropia, kuna taarifa. Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa mzungumzaji kwamba afahamu kwamba katika kipindi ambacho TRA imeimarika kiutendaji, kiufanisi ni kipindi hiki, na ndiyo maana mwezi wa 12 mwaka 2019 tumekusanya zaidi ya trilioni 1.976. Kwa naomba alifahamu hilo, huku akitambua hayo yalionyeshwa kwenye taarifa ya CAG 2017-18 ambayo serikali tumeshaifanyia kazi kwa kiwango kikubwa, na ndiyo maana tumeimarisha ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo wanapojadili aweze tu kusema sasa wapi tuboreshe zaidi, kwa sababu madeni mengi tayari tumeshayakusanya mpaka sasa. Mheshimiwa Anatropia Tones, unapokea taarifa hiyo? Sipo ambao tutapata kama serikali ni pamoja na kutotaka kushauriwa kusikiliza watu wengine wanasema nini. Mimi ni mjumbe wa kamati. Mheshimiwa Anatropia, ngoja tuiweke vizuri.
kwa sababu taarifa ambayo bunge inajadili ni 2017-2018. Kwa hivyo kwa mujibu wa kanuni zetu, taarifa uliokuwa unapewa ni ya kuhusu maboresho yaliyokuja baada ya hiyo taarifa kutoka. Una uhuru kikanuni wa kukubali au kukataa, lakini sasa sio hoja tena ya waziri kwamba labda anakataa kupokea unachotoa mapendekezo. Alikuwa anakutaarifu yale ambayo serikali imeishafanya mpaka sasa. Mheshimiwa Anatropia, endelea na mchango wako. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2017-18 ni bajeti kuwa na deficit ya 19.7, almost asilimia 20 ya yani kukadiria ambacho hakitekelezeki kwa almost asilimia 20. Kwa maana watu wana expectations au watu wanajua vyanzo vya mapato lakini hawaendi kukusanya fedha. Ni bajeti ya kwanza kuwa na nakisi kubwa ambayo ilikadiriwa bila kukusanya. Nadhani waziri ana nafasi ya kujibu na atasaidia ni namna gani hizo changamoto ataweza kuzitatua katika kipindi kinachokuja. Hoja yangu ya pili ambayo ililetwa kwenye kamati ni juu ya kitu kinaitwa e-migration. E-migration imeshaongelewa huko ndani zaidi ya mara moja na mimi naiongelea, imeletwa kwenye kamati yetu na imesababisha fungu husika kupata hati isiyoridhishwa. Mtambo ulionunuliwa kwa ajili ya e-passport haukuwahi kuwa recognized kwamba ulinunuliwa shingapi, tena ilifanyika wapi, ulikuwa na gharama gani, lakini mkataba unahusu nini. Ametumbuliwa juzi Mheshimiwa Kanguru Bora kwa sababu amesaini mkataba ambao ukuletwa bungeni. Nataka yeyote aniambie hapa mkataba ulioingiwa kwa ajili ya kuleta mtambo wa immigration uliletwa bungeni? Mimi nilikuwa mbunge hapa, uliletwa? Kama tunaamua kufanya haki, tusifanye double standard. Huo mkataba sisi kama kamati tumedimandi kuuleta na tuliwafukuza waliokuja kwenye kamati. Najibu waliokuja nao wasema haya maswali yanahusu usalama. Usalama hauwezi kuwa kichaka cha kuingizia hasara serikali. Na kitu ambacho bado kina shock, mtambo wenyewe hauko secure. CAG alituambia mtambo hauko secure. Mtu anaweza kuwa nyumbani kwake akawa anachapisha visa. Yuko China au yuko kokote anatoa visa tu sehemu yoyote. Kwa sasa ni lazima mjue hatari ambayo mnaisababishia taifa letu kama tunaamua kuficha mambo chini ya carpet. Kengele ya pili imeshagonga Mheshimiwa. Asante sana. TTCL Corporation inakuletea T Burudani App, application inayokupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti kwa shilingi 1,000 tu kwa siku au shilingi 3,000 tu kwa wiki au shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Pakua application ya T Burudani kutoka Google Play Store au App Store leo na burudani iendelee. TTCL Corporation, rudi nyumbani kumenoga. Vigezo na masharti kuzingatiwa.